mahusiano ya imani kwenye makuzi ya imani. Bado tumesalia kwenye kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 20, ambayo inasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. Biblia inasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwenye sehemu iliyopita tulijaribu kuangalia baadhi ya mambo machache ya kuchanganya kwenye masuala ya imani na maombi. Maombi tulijaribu kugusia kidogo, kuona maombi yanavyoweza kuhusika kwenye ujenzi wa imani, sehemu ya utendakazi wa imani. Tulianzia hapo kwenye sehemu ya 12 nafikiri. Sinakumbuka nafikiri wengine mlienda kwenye WhatsApp mlikuta somo. Kwa hiyo lakini leo tunasogea kidogo sasa kwenye sehemu hii ya somo, sehemu hii ya somo hii ya 13 tunajaribu kuangazia, tuone namna ambavyo kuna kitu kinaitwa maombi, alafu kuna kitu kinaitwa imani ya maombi, alafu kuna imani ya msingi inaitwa imani ya Yesu. Sasa hapo tutaanza taratibu kuchanganua. Kama Mungu atakusaidia, utakuwa na sikio, itakuwa rahisi Roho wa Bwana kusema. Lakini kama sikio itakuwa zito sana itakuwa hatari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siyasikia. Bwana asifiwe. Amina. Unaweza kukuta watu wako nyumbani kwa kusugua masufuria au kwenye vibarua. Bwana asifiwe. Amina. Biashara tumeziacha kule, tuko ibadani, sio hivyo? Ngara unao naona watu hapo. Sasa hapa ni mahali pa muhimu sana kuzingatia kwenye swala hizi imani. Na nilikuahidi sema iliyopita kama Mungu atatusaidia tutaingia kwenye masuala ya imani ya maombi. Sasa kuna imani ya kumwamini Mungu kupitia Yesu Kristo. Hebu tufanye hiyo imani ya msingi kama ilivyo. Imani ya kumwamini Mungu kupitia Yesu Kristo. Imani hii tuifanye ni imani ya msingi. Sasa tunapotaka kwenda kwenye masuala ya ujenzi wa imani na mahusiano ya imani zingine za Yesu, sawa, tunafika kwenye swala la imani ya Mungu kupitia Yesu Kristo kama imani ya msingi. Kwa nini nimeita imani ya msingi? Kwa sababu imani hii ndio imani ya kukusaidia kwenda mbinguni. Sawa? Imani hii, ukikaa kwenye imani hii inakusaidia kwenda mbinguni. Lakini imani hii haitoshi peke yake unapokuwa duniani. Narudia tena. Imani ya msingi na kusaidia kwenda mbinguni, kutengeneza mchakato wa kwenda mbinguni. Sawa? Lakini duniani haitoshi unapokuwa unaishi duniani. Kwa namna hii
ninaweza nikamwamini Mungu lakini nikawa nimepungukiwa na Mungu duniani. Sika mtu atanielewa. Nasema unaweza ukamwamini Mungu lakini ukawa umepungukiwa na Mungu duniani. Kwa sababu imani ya mbinguni na imani za kukusaidia duniani za Mungu ni vitu tofauti. Haleluya. Tunaelewana eh? Hizi imani lazima zifahamu. Bwana Yesu alisemaje? Alisema kwenye kile kitabu cha Marko 16. Marko 16, 17, 18, 19. Marko 16 ule mstari wa 17 unasema hivi na 18 hadi 19 kule chini. Anasema hivi, na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Hajasema wasiomwamini yeye, amesema wanaoamini ishara. Sawa? Sawa? Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hizi ni imani zingine za Mungu. Tuko sababu? Sasa ukiangalia kwenye maandiko utashangaa kidogo. Ukienda kwenye Yohana 14 utakutana anasema kitu kingine kabisa. Anasema si anemwamini, anasema yeye anayeamini ishara atafanya ishara. Si ndio hivyo zungumza? Asiamini ishara kamwamini yeye peke yake, maana yake haiwezekani. Haiwezekani. Kwa habari ya ishara sahau. Usishangae wengine anasema haya yawezekani, yalikuwa zamani. Na waelewi kwa nini? Msema alikuwa na matendo ya mitume. Ambia mitume wa saizi ni wewe. Kwani mitume nini? Sio mtu aliyetumwa na Bwana. Kwani umetumwa na shetani? Hapana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wale wanaoamini ishara 14:12. Yohana. Amini nawaambieni, yeye aniamini mimi, kazi nilizozifanya mimi yeye naye atafanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi nenda zangu kwa Baba. Kwamba ninaweza nikamwamini Yesu alafu nisifanye kazi zake na wala nisifanikiwe kuwa kwenye sehemu ya kazi zake. Wewe unaelewa? Ngoja nije kwenye jambo nilizozungumza tata ambalo hata watu wengi wakisikiza wanaweza kusema mtumishi amechanganyikiwa. Nimesema unaweza ukawa na imani kuu ya Mungu lakini ukawa umepungukiwa na Mungu. Ukaanza kuuliza kwa watu, hivi Mungu yuko wapi? Ukaanza kupeleleza, hivi Mungu anapatikana kweli? Ukaanza kutafuta mtaa kwa mtaa, hivi Yesu amepita hapa? Yupo? Ukaanza kupita nyumba kwa nyumba, unamuulizia Yesu. Wakati unataka unatafuta ujizo kwa kuwa watu wanamwakilisha Yesu, unaanza kumtafuta Yesu nyumba kwa nyumba. Kwa sababu hili linakusaidia sehemu moja, lakini ukiwa duniani una zaidi ya imani unazozihitaji duniani. Kitabu cha Yohana 3:16. Yohana 3 ule mstari wa 18. Twende haraka. 3:18 Yohana. Najaribu kukutengenezea kama msingi haka, nikagumu kidogo, akili zinaweza zikakugomea, lakini ukiandika hivyo vilivyo, kuna siku itakubali akili yako. Twende. Yohana 3 mstari wa 18. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Okay. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Elewa Kiswahili. Nimesema hivi, anayemwamini hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini kabla. Maana yake anataka kuniambia hili sio swala la saizi,
ni swala la hukumu ile nyingine. Umeelewa eh? Hakuliamini. Mtu akisema hakuliamini maana si kitendo kilichopita. Maana alishapoteza nafasi. Maana hapa anatuambiaje? Kwenye wakati mwingine. Sio sasa. Na maana nilikwambia unaweza ukapata nafasi ya kwenda mbinguni ukiamini. Lakini duniani kuna patashika nguo kuchanika kama una imani hiyo pekee yake ya kuamini Mungu. Na watu wengi wamejifungia hapo. Kajaribu namna hiyo. Unaniruhusu sogee mbele au nibaki kwanza? Kwa sababu usipoelewa hapa, huwezi kuelewa mbele. Nikanyaga hatua 5 mbele, hii ya kwanza hujaiona. Siku zote ngazi ya kwanza tunakuwa ndogo kuliko zote. Yale hata shuleni chekechea tunapewa na vijiti na ndude. Yale. Kwa utaanza kuona unapotazama, sio kwamba umekosea kumwamini Mungu. Nimesema ni imani ya msingi. Haujakosea. Ila kuna vitu unavyohitaji duniani ambavyo vinahitaji imani zingine za Mungu. Sasa huku tutajaribu kukaa kwenye imani mbili. Imani ya Mungu na imani ya maombi. Hivi vitu viwili. Imani ya Mungu na imani ya maombi. Na kule ukiongeza ukasema na imani ya maombezi sio mbaya, ninaweza labda nikafika huko. Angalia. Sasa tutafanya ulinganifu hapa. Tutafanya ulinganifu wa Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Afu tutalinganisha na kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Tafanya ulinganifu. Wewe soma Warumi. Wewe fungua Warumi ile sura ya kwanza mstari wa 17. Mimi nitafungua Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Alafu sikiliza kwa makini sana. Wewe msikilizaji. Hata Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Kwa maana haki ya Mungu imezihirishwa ndani yake. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Inatosha. Msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila tendo na kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane mbele za Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Sasa nimesoma hii mistari miwili. Mistari hii miwili ukiitazama yote hii mistari mitatu, Warumi, agizo la Warumi la imani, msijisumbue kwa neno lolote, sawa? Huku anasema bali haki ya Mungu imedhihirika ndani yake, toka imani hata imani, kwa mwenye haki atashuka nini? Angalia, kwa nini huku anasema tuishi kwa imani, huku anasema tuishi kwa maombi? Kwa sababu amenielewa kweli? Msijisumbue kwa neno lolote bali imani. Huku nasema msijisumbue kwa lolote ila ni maombi. Kuna mtu ananielewa? Haya mambo mawili ni mambo mawili tofauti ila ya wito. Sasa ninawezaje kujisumbua kwa maombi na kila kitu nifanye kwa maombi na kila kitu nifanye kwa imani? Sasa ukisogea mbele unajiuliza swali lingine. Sasa kama nijisumbue kwa maombi, huko anasema tuishi kwa imani. Sasa hivi vitu inakuaje? Kwani imani nayo itategemea haya maombi yatategemea ile imani? Unaelewa? Unafikiri yale maombi yatategemea ile imani? Amesema mwenye haki ataishi kwa nini? Ataishi kwa kutegemea imani. Huko anasema tutaishi kwa kutegemea maombi.
Okay. Kwa maana yake tuchukue imani, tuchukue maombi ili tuviunganishe pamoja, viende pamoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukisoma kwa haraka hiyo mistari inaweza kukuvuruga akili. Ukafikiri umeiweka sawa kichwani. Kwa Mungu anasema tuishi kwa maombi, tuishi kwa imani na maombi. Ukisema namna hiyo unafikiri uko sawa, lakini umekosea. Kwa sababu kila mmoja na msingi wa kwake. Kwa sababu imani ya maombi ni tofauti na imani hii kuu ambayo inaleta haki ya Mungu, ambayo inasema amesema inapita imani zote. Maana yake hii imani anayosema ni imani ya msingi. Kwa sababu imepita imani zingine. Haki ya Mungu imedhihirika ndani yake toka imani hata kwa hii ni imani ya msingi. Lakini huku anatuambia maombi kitu kingine kabisa. Sasa unawezaje kuishi kwa vitu viwili pamoja? Lazima uelewe ndani yake. Kwa sababu hata maombi yenyewe bila imani haiwezekani kweli. Unaweza kujenga maombi na usijenge imani. Tulishajifunza kwa nyuma. Siwezi kukaa huko sana. Labda kama itatakiwa watu wengine masikio yafunguliwe tena. Kwa sababu tunapozungumzia maombi ni matokeo ya imani ya maombi. Maombi ni matokeo ya imani ya maombi. Namba 2. Maombi ni matokeo ya shauku yako. Unaweza kuwa na shauku, sio imani, bali shauku tu. Hiyo ya pili. Maombi yanaweza kutokana na shauku. Ya tatu. Maombi yanaweza kutokana na tamaa. Fulani amepata na mimi nipate. Tamaa. Hiyo ya tatu. Kwa tamaa inaweza kumsukuma mtu kwenye maombi. La nne. Maombi yanaweza kutokana na majivuno. Wewe kuta mtu anaomba ile ajionyeshe ni mwombaji kuliko wote. Anajichochea na upako wake wala sio Roho Mtakatifu. Kwa mtu anaweza akaomba kwa sababu anataka majivuno, kutokana na majivuno yake asionekane mnyonge. Mimi mara nyingi nimeona hata hapa kuna mtu unakuta amekuja hajaokoka, hakuna anachokijua, ili aonekane yeye ameokoka, aonekane yeye sio mnyonge, anaanza kuigiza, anaanza kukopi na kupaste. Sasa namtazama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikaa namna hii sasa ushangae inakuaje. Lakini pia maombi yanaweza kutokana na adaptation, kukariri. Maombi yanaweza kutokana na kukariri. Lakini leo ninataka kufundisha kwenye swala la imani ya maombi. Sawa? Hizi zingine nilikuwa nakupa ili akili yako sifikiri kile unapoomba ni kwa sababu una upako, au kile unapoomba kwa sababu ndani yako kuna imani. Hapana. Kwa simta unajua anapiga maombi yule, anapiga nao unasema kwa kweli huyu ni mwombaji mzee. Kumbe ni adaptation. Kuna watu ambao wamezaliwa wakiwa wanasikia maombi. Wakina God Love wao. Akiwa kwenye mambo nafikiri anajua maombi. Kuna mmoja analala Bwana. Mtoto huyu anaomba. Na wengine anafika mara anasema huyu mtoto kwa kweli ana utumishi ndani.
Lakini kumbe anashinda kila siku, anakariri kile anachoona. Anaenda kwa kama wanaofanya wao. Anadaka neno moja moja. Anafanya mazoezi kama wimbo anavyoimba. Anapokuta saa naye anapiga vile vile. Kumbe alikuwa anakariri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unanielewa eh? Amen. Sasa mwingine akiona saa mtoto anajitahidi, anaupia anafanya vitendo. Kumbe alikuwa anatazama mchungaji A to Z na kikaa peke yake na watoto wenzake anafanya majaribio. Ila kaa ndani. Sasa mtoto ana utumishi, Mungu amemuita. Kumbe mtoto amekariri kutoka kwa kwenye matendo aliyoona wanafanya au kwenye TV. Unaanza kumbeba mtoto. Oh, Mungu huyu ni mtumishi wako mkubwa sana. Ni uongo mtu. Mungu anashirika nyinyi ni vipofu nyinyi. Huyu mtoto hamna chochote. Amekopi na kupaste tu. Lazima uelewe hayo. Ya watu wengine wakiwasukuma watoto kwenye vita. Asema huyu mtoto basi kuna kitu Mungu atanisaidia kwenye vita. Anaingia kwenye vita na mleta na mtoto naye apiganaje. Kumbe mtoto alikuwa na kopi na kupesta, alifikiri ni mchezo. Mama amefikiri ni kweli. Amemwingiza kwenye vita halisi, kumbe mwenzake alikuwa anaingiza. Haleluya. Amina. Kwa imani ya maombi na imani ya msingi ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Hizi imani ni muhimu kuziuanisha na kuzitengenezea mikakati wakati wa kujenga imani. Hizi imani mbili. Kwa sababu hizi imani mbili zinahusika kwa 100% kwenye maisha yako. Huwezi kutenganisha matokeo ya hizo imani kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa lugha ya Biblia mistari miwili tuliyosoma inaniambia kwamba mtu kama anataka aonekane yeye yuko hai, lazima atoe matendo aina mbili. Matendo ya imani ya Mungu na matendo ya imani hii ya maombi. Haya mambo mawili usipotoa umefeli. Imani ya maombi. Na niliwafundisha kule nyuma, kama labda baadaye nitajaribu, niliwafundisha katika imani zote, moja imani ya msingi, imani ya maombi ni muhimu sana. Nilikuwa nawafundisha waombaji na waombezi kwamba usijaribu kujenga imani ya maombezi, usijaribu kujenga imani ya vita kabla ya imani ya maombi. Imani ya maombi ni lazima iwe imani ya msingi kukusaidia. Kwa sababu imani ya maombi ndio zao linaweza kuzaa imani zingine ya maombezi, imani ya vita na imani zingine za aina za kimaombezi. Nilikuwa nawafundisha hayo kule nyuma kabisa. Sasa mtu anaweza katamani kukimbilia kwenye imani ya maombezi badala ya kuangalia imani ya maombi. Na wengi ukiangalia wengi Wakristo wengi, hata wapendwa wangu nilionao hapa, anafanya sana mazoezi ya imani ya maombezi, imani ya vita, lakini hafanyi mazoezi kwenye imani ya maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwenye akili sasa, mbona kama zinatuchanganya? Sasa najua karibu kwenye marafiki yako kukumbuka kwa nini ulikoandika. Sisi nifundisha. Kama sawa inabidi tena tuanze kutengeneza tena hatua nyingine. Imani ya maombi hivi inakuwaje? Si ndio hii ya maombezi, si ndio hii ya vita. Ni tofauti. Maana kuna imani ya maombi niliyofundisha kule, kuna imani za majibu hivyo. Sasa tuangalie vizuri hapa.
Kwa kama maisha, hatua yoyote atakayokuchukua Mkristo iwe ni zao la imani hizi mbili. Asijisumbue kwa lolote mpaka imani ya maombi imetoa maamuzi. Asijisumbue chochote mpaka imani ya msingi ya Mungu kupitia Yesu Kristo imetoa maamuzi. Kwa sababu imani pasipo matendo imekufa. Matendo pasipo imani imekufa. Ndio maana mashetani nao wanasema, na muamini kwamba Mungu ni mmoja, watenda vyema. Ila wanachosubiri ni matendo. Nataka kujua maadamu si kitu, imani pasipo matendo haizai, imekufa. Na kwa tulifundisha, tulizungumza kwenye imani kwenyewe, nilisema matendo ndio yanayothibitisha uhai, kiwango hivyo. Niwafundisha namna hiyo. Kwa hiyo mtu duniani hawezi kutembea na imani moja akaweza kufaulu. Kati ya hizi mbili hawezi. Labda kama nataka kwenda mbinguni sawa, lakini kama hapa duniani haiwezekani. Haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu moja inashughulika na maisha yako ya kila siku kwenye mfumo ya mahitaji na mahusiano na Mungu, na nyingine inashughulika kwenye uthibitisho wa kimbingu kwa mtu duniani. Kwa moja inakushughulika kwenye maisha yako ya kila siku, kile unachokifanya, si unafanya nini, vyote kwa sababu vitahitaji mahitaji ya Mungu ndani yake. Kuna namna ambavyo utahitaji kuwasiliana na Mungu kwenye vile vitu unavyovifanya. Kwa sababu hizi imani mbili zinakusaidia. Moja inakutengenezea kule juu mbinguni kwamba okay, huyu ni wa kwetu, huyu ni wa kwetu. Dunia inasema huyu ni mtu wetu, vyote alivyo, lakini ni wa kwetu. Ni wa kwetu. Ni wa kwetu, ndio ni wa kwetu. Kwa nini? Imani. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatafuta kwa sababu imani ya Yesu. Hata wewe uthibitisho wa kwako utatafuta kwa sababu ya imani ulionayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuhusu hapa duniani utahitaji nyingine ya pili. Sasa hii inasaidia mbinguni, lakini inakusaidia na hapa duniani. Watu wa Yesu, watu wa Mungu kupitia Yesu ni kitambulisho na chenyewe. Lakini hii haimaanishi kwamba kile unachokifanya kinatambuliwa na Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa utaona kwa namna hii, ukiangalia kwenye Biblia utaona natuambia maombi ni maisha. Maombi ni nini? Maisha. Maombi ni maisha. Baadhi ya wataalamu na baadhi ya watu wengi, watafiti wengi wanathibitisha juu ya hili. Utapata uthibitisho kwa sababu namna gani? Kwa sababu maombi yanaweza kuthibitisha uhai wa Ukristo wako, uhai wa utumishi wako. Maombi yana uwezo wa kuthibitisha uhai. Kwa uwezo kupata mahali uhai na ukathibitika uhai bila hivyo. Kwa sababu yanaingia moja kwa moja kwenye kila hatua yako ya maisha. Hivi unaelewa imani? Imani kujaribu namna hii. Kuja kuna labda nitakuwa
makini sana utanisikiliza. Imani ikiwa mtoto, imani ikiwa ndogo, ikiwa mtoto, imani sio kila kitu itakukataza. Imani inapokuwa inaweza kukusaidia kuviona kwa sahihi kila kitu. Utaona inakuwa na makatazo mengi. Yaani imani hiyo hiyo ulionayo, ukiwa nayo hiyo ikiwa ndogo, inaweza isikukataze baadhi ya mambo. Imani hiyo hiyo ikikua inaweza kukwambia vitu vingi hapana. Haleluya. Wakati tukiwa wadogo, unaweza ukatoka huko, maana unakuta nguo ulizovaa hizo, umeenda huko, hizo ni mabegi ya kubebea viazi, hizo ndio nguo hizo. hizo nguo unajikuta ni za kubebea mahindi, hizo nguo za kuchungia hizo. Sasa imechanika kuanzia kwenye makalio, imechanika wala hujali. Lakini kadiri unavyoenda unajikuta ile nguo unataka kuivaa, tafuta nyingine. Alafu kuna watu wanaanza kucheza nao ovyo, ujali chochote kile, ujali muda. Wanakuambia wai nyumbani, naona kama ni kazi. Lakini unapokuwa unaanza kuona anachosema ni wai nyumbani ni muhimu. Kwa hata asiposema wewe mwenyewe unajiwaisha nyumbani. Hata mzazi anashangaa, leo hujaenda kucheza, mbona leo hujachelewa? Mbona leo kukufua nguo? Mbona leo hutaki ile nguo? Unapokuwa mdogo kwenye imani, kuna baadhi ya vitu huwezi kuviona sawa sawa. Unaviweza ukaviona, unajiona huko sawa, na mara nyingi imani zikiwa ndogo unahisi unaonewa kwenye kila kitu. Alafu wenye imani ambao wanatazama nafikiri wanakuwekea mipaka mingi. Lakini imani inapokuwa yenyewe inaanza kukutengenezea mipaka. Ghafla unajikuta uliokuwa nafikiri yako sawa, kumbe hayako sawa. Uliofikiri yako sawa, kumbe hayako sawa. Kwa hiyo inawezekana kabisa unapokuza imani, hata kama hakuna mwalimu, unaposoma na mbele na kuomba na kuendelea, unajua hiki haiko sawa. Wala usubiri Roho Mtakatifu, wala Roho Mtakatifu kuja kuongoza. Wewe mwenyewe unajua kabisa hii ni nyeusi, hii ni nyeupe. Unajua nini? Unapokuwa mdogo, rangi nyeupe. Unaifahamu nyeusi, rangi nyeusi? Umaichukua rangi nyeusi kabisa ukaweka kwenye mwanga mkali, inaonekana inang'aa kuliko nyeupe. Kwa sababu inarudisha mwanga. Sawa? Ndio maana ni rahisi sana. Ukiona wachanga wengi wanaweza kumkumbatia mtu wa kipepo kwa sababu anaonekana ni bora zaidi kuliko watu wa kiroho. Haleluya. Yesu asifiwe. Sijui unanielewa? Wewe jaribu namna hii. Utoka kwenye giza, weka kitu cheusi kwenye mwanga mkali, afu nenda kakitazama namna hii, afu kiweka na cheupe. Utafikiri hiki cheusi ndio kinang'aa sana, maana mwanga unamulika kweli kweli, unagonga na kurudisha. Hiki kingine ndio maana ni rahisi sana. Mambo mengi ambayo wanakatazwa wachanga ndio ambayo huwa wanayakimbilia, kwa sababu wanaishi wanadanganya. Hili anasema na mimi naiona ni nyeupe, lakini mbona haina mwanga mkali sana kuliko hii? Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye atambuliwi na mtu. Mtu wa rohoni anapopokea ule uweza, anaufyonza, anautuliza ndani. Ila sio wa rohoni, unagonga na kurudi nje. Nenda kaangalia kwenye mpanzi, utaelewa. Wale ambao zilikuwa zimemwangika kwenye mwamba, zilikuwa za kwanza kwenda kufurahi sana, na zile ambao kwenye miba zilikuwa za kwanza kufurahi sana, lakini baada ya kusongwa na shughuli za maisha zilionekana tena. Lakini ya mbegu iliyotoa kwenye ardhi ilinyamaza kimya kwanza, ikaja kuzaa. Hii nyingine
walipokea kwa shangwe na kwa kushangilia, lakini haina nini? Mizizi. Si ndio wasema? Wewe kaangalie, kajaribu kachukue mbegu, kaiweke mahali pakavu sana. Sawa? Hizo zinakupa kabisa, lakini kawaida tu. Kaweke mahali pakavu, mwagilia maji, itaota. Sawa? Na itakuwa na haraka. Kachukua nyingine kaiweka kwenye ardhi. Utaisubiria kwenye ardhi, lakini ya juu hapa kwenye ulipomwagilia maji juu ya jiwe itaota haraka kuliko ya kule ndani. Wewe kajaribu, kama una bakuli yako nyumbani, kachukue bakuli yako, weka sasa, kuna maharage si nini, weka punje 3 mule, afu nyingine katie kwenye ardhi. Hii itakuwa ya kwanza kuota, kukua haraka kuliko hata ile kwenye ardhi. Ila angalia, hii itazaa, hii itakufa. Amina. Kuna mtu amenielewa kweli? Kuna mtu yupo hapa? Amina. Kwa nini ujikuse huku? Kuna muhimu sana. Ebrania 5 mstari wa 12 na ule mstari wa 14. Asema pasapokuwa waharimu, muda mwingi umepita, mnahitaji maziwa, sio chakula kigumu. Maana kila anayetumia maziwa ni mtoto mchanga, maana halijui neno la haki. Kwa sababu ni mtoto mchanga. Kila anayetumia maziwa ni mtoto mchanga. Nijaribu kukupa msisitizo kidogo uone. Au soma, naweza nikawa nimekosea kidogo. Unaweza kusoma. Maana naona mpaka kafungue ukaenda huko. Ebrania sura ya 5 mstari wa 12. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Kwa nini? Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Inatosha. Shughuli chini anasema chakula kigumu kwa ajili ya watu wazima. Nenda kaangalia. Watoto wanasemaje? Hakuna kunielekeza. Mtu mzima anasemaje? Nimepata hiki na mimi niongeze ili nifanye kitu. Ukiona akili yako inasema, sasa si hakuna kunielekeza. Nimepata ni kweli, hakuna kunielekeza, ujue bado changamoto. Uji umeendelea kukaa. Chakula kigumu kinakuja kinakutoa kupeleka hatua nyingine. Angalia, asema hawajui kupambanua neno la haki. Wanaweza kaliona neno la haki, lakini kulitafsiri, kulipambanua, maana kulitafsiri, kulifasiri ni ngumu. Kumwambia unatakiwa uende sokoni, atasema sawa, naenda sokoni, lakini hawezi kukumbuka kwamba anatakiwa afanye nini sokoni. Lakini mtu mzima ukimwambia nenda sokoni, ukampa hela, atajua kwamba ni wakati gani, mahitaji atakuwa anahitaji nini, hata kama hujamwambia. Hii lazima uelewe. Haleluya. Nitazame. Uone kwamba hivi vitu viwili, kama hizi imani ziakaa sawa kwetu, uone kwamba kwenye maisha yako utakuwa na makosa mengi sana. Uone kwamba kwenye maisha yako utakuwa na changamoto nyingi sana ambazo sio shetani amezalisha, ila ni wewe. Wakisema tu nyumbani saa 1, wewe unasema tarudi saa 3, kwani una shida gani? Kwanza sijisikija, nimekula sana mchana. Kwa shida gani? Kwa nini hujaiona namna Mungu anakuambia unatakiwa uwahi asubuhi saa 2, alafu unatafuta kwenda saa 3 au saa 4 au saa 5? Kwa hiyo yeye yule katokea ndani yako, anambia, hebu tulia upate chakula kidogo cha neno la Mungu, upate neno la Mungu. Unasikia msukumo anasema, usiondoke, ndio na haraka, lakini soma kwanza neno, rudi sikiliza mafundisho au fanye. Akasema hapana, baadaye. Ndani yako anasema baadaye nitafanya. Nitasikiliza, nitakuwa na muda mwingi wa kusikiliza, sio sasa hivi nina haraka. Unaporudi unakutana kukutana. Ili aliambiwaje? Kula ili mwendo huu safari ni ngumu. Una siku 40 mbele. Unaelewa?
Hata aliposema anajilaza, sema unajua nife sana, wewe kula wewe. Safari inakuhusu wewe. Sasa Mungu anakuja kwa namna hiyo, kwa lugha hiyo. Sawa, hajakutokea kama Elia kama namna hii, lakini amekutokea kwenye Agano Jipya kwa jinsi hii, kwamba unatakiwa ule saizi, wewe unasema unajua nitakula baadaye. Anakuambia, maana anakuambia safari yako ni ngumu unayoiendea, bila hii una changamoto hapa katikati. Baada ya masaa matano, baada ya siku inaisha, wewe kiroho hauna, kila kitu kimevurugika, umekutana mnasema na kitu kizito, hakuna kilichokaa kichwani. Unasahau hata ile namna, unakuja kukaa sawa. Sasa kwa kweli Mungu, nimepata changamoto, labda ningetulia kuomba. Alisema ule, hakusema uombe. Haleluya. 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 Wakati Elia alipoondoka kwenda kwenye mlima Karmeli, nikitokea Mungu alimjaribu kuletea sauti. Mtu aliyeshiba anaweza kutofautisha sauti. Nenda kaangalie. Mungu anaweza kataka kukusaidia ili usimvamia aduka mkumbatia. Anakwambia ule, wewe na kiburi chako na jeuri yako na uchanga wako unakimbia, unasema nitakula baadaye. Nini kinachokuja kutokea? Kinachokuja kutokea kwako wakati wa kujaribiwa, unajikuta umekumbatia usivyotakiwa kukumbatia. Utapokuja moto unafikiri ni Mungu, utapokuja mlima unafikiri ni Mungu, unapokuja tetemeko unafikiri ni Mungu, wakati Mungu hayumo ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msinikasirikie mimi, ni neno la Bwana. Wewe kwa nini mnafika mnaona hivi Makengeza? Nenda kaangalia muda wa chakula kwa hiyo. Namna hii. Mimi waambia siku moja nikauliza swali. Nafikiri kuna mmoja ambaye hasa nyewe wanawake aliamua kusitisha kupika ili ale kwanza chakula cha kiroho. Sasa wewe maana unajali sana mwili kuliko kiroho. Alafu mwili wako unakusaidia nini baada ya kushiba? Unakanyagwa pamoja na ugali wako tumboni. Unakandamizwa pamoja na ugali wako tumboni. Shetani anakudunda kila siku pamoja umeshiba ndani tumbo lako limejaa. Haleluya. Sisi tuna makao, umetoka kushiba, unasema pumzika, anakunyosha kweli kweli. Pamoja na umeshiba. Sibona ungekuwa na njaa alafu ungeshiba rohoni afu baadaye ungekula na mwili. Lakini ni vipo tu. Lakini vya rohoni havipo wakati wote. Haleluya. Nataka uone kwa namna ya msingi wa imani. Uone. Unaweza usikuze imani, ikawa haina haja kuikuza. Lakini ujue utakuwa na maumivu mengi. Unajua, ukimtazama hivi Yesu, unaweza kujikuta katika ile njia pana na njia nyembamba. Macho yako sana tazama Makengeza. Unatembea kwenye njia pana, macho yako yamepinda, yanaangalia kwenye njia nyembamba. Unafikiri unatembea kwenye njia nyembamba, kumbe miguu yako iko kwenye njia pana. Ila macho yako yanatazama kwenye njia nyembamba. Inawezekana kuna wakati ambao unajipigia mistari, uko sawa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu macho yako yanachokiona sio kweli, ndio miguu yako ipokanyaga. Uliona mtu mwenye Makengeza ili atazame vizuri huku, inabidi atazame kwa umakini huku, ili atazame vizuri huku, hatazami hivi, anatazama hivi. Anatazama kwa umakini. Kwa ukimwangalia unafikia anaangalia, kumbe anatazama huku vizuri. Wewe jaribu hata kumwelekeza, umwambie angalia jambo fulani. Utakuta si jambo liko huko. Anaanza kuangalia kwanza hivi. Unaangalia wapi? Huku. Asema ndio natazama hapo. Ndivyo wanakuwa wengi wanapoenda. Akienda namna hii, kwa anaweza kawa anajikwaa na watu wenzake wa kwenye njia pana, akafikiri yuko kwenye njia nyembamba. Kuna mwingine ananielewa. Kuna maovu na mitego ya waovu juu ya watakatifu. Kwa nini?
maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu wako kwenye njia yao. Tunaelewana? Lakini mtakatifu anapojiona ameokoka, yuko sawa, haangalii mfumo wa maisha anayoenda. Tunaelewana? Anaanza kuangalia, kwa sababu maisha yake anayalinganisha na ya kwao. Anashangaa, anafikiri kwamba Mungu anaweza kujitukuza katikati ya walipifu wao. Kumbe Mungu ana namna ya maisha yake kumtenga katikati yale ya maisha, kuendana, kuamua na mambo kadha wa kadha. Hoja hiyo nimefika mahali unadai haki ya mataifa. Mungu, angalia mimi maisha yangu ni ya, kuna watu ambao yule hasari, lakini angalia Mungu umebariki, umebariki. Wakati sio Mungu aliyebariki. Lakini akili zako, nenda kwa walokole wengi wanalia mbele za Mungu, wanadai haki ya mataifa. Unaenda kaangalie. Kaangalie. Hasa wanapokatazama, sio kile Elia tu na kile Elia na lakini hata walokole wa sisi. Muulize najilinganisha na nani? Hata kwenye ngazi ya familia tu. Umemwomba hela amekunyima, ambaye ni mwovu, hana Mungu kwenye familia, ndio mwenye hela, alafu naenda kwa Mungu nasema, sasa Mungu, kwa nini umempa yule hela badala ya kulipa mimi naweza kwa sababu unafikiri ni Mungu aliyetoa. Akili zako zinaona yule ni Mungu amepata. Kwa hiyo unaanza kulinganisha kati ya neema ulionayo na neema ya kipepo. Sasa yeye mabariki familia yetu yote fumeniaje? Alafu uliza. Miakira nani hawasali? Wameomba kwa Mungu. Wamepokea kwenye miungu ya familia huko ya kwenu. Haleluya. Alafu nadilia mali za mataifa badala ya Mungu. Mungu amesema akufanikishe yeye. Amesema atakubariki yeye. Wewe soma tu ya Kumbukumbu la Torati ile 8, 12 hadi 14 hadi 18, hata ukiendelea kusoma maandiko hata ile 28 inaeleza baraka ya Mungu. Sawa. Sasa wewe unafika mahali unalinganisha. Unapoomba baraka lazima ujue unaomba kwa nani. Sisi tumepewa nafasi kwa Ibrahimu eti. Kwa nini Ibrahimu alibarikiwa? Kwa sababu ya imani eh? Sasa wewe unataka kubarikiwa na imani? Unajua, wacha tabarikiwa kama Ibrahimu mwenye imani. Sawa, unayo? Ibrahimu alibarikiwa kwa njia nini? Imani. Unayo? Baraka hizi zinafuata imani. Unayo? Shida sio baraka. Shida ni imani. Unayo? Nataka baraka za Mungu. Imeahidi, alifanyika laana ili si tuwe matajiri. Sawa, hujakosea kabisa. Yesu alizaliwa maskini tena wa kutupwa ili sasa wewe uwe tajiri, lakini kitu kimoja tu. Imani ipo. Haipo. Sasa una imani ya kwenda mbinguni. Utazikuta mbinguni. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utazikuta mbinguni. Hivi unaelewa umuhimu wa kujenga imani sasa? Unaelewa eh? Kwa hiyo unaweza kama mwenyewe unajitengenezea matatizo. Wala sio shetani. Unakuta hivi za Mungu zinakuja maneno matatu. Haleluya. Kuja sogea mbele. Imani hizi kwa sababu zinaamua maisha, ni lazima zifanyiwe mazoezi na kuzikuza kwa pamoja. Imani hizi lazima zifanyiwe mazoezi pamoja na kuzikuza pamoja. Imani hizi zisipofanywa mazoezi pamoja na kuzikuza pamoja, kutakuwa na uachanifu. Kwa utajikuta ghafla kule ndani kuna kitu kinazaliwa. Unapotaka kupiga hatua kiroho kwenye imani ya msingi ya Mungu, kinachokurudisha nyuma ni mahitaji yako, mashambulizi ya kimahitaji ya kimwili kwenye maisha yako. Haleluya. Amen.
Kwa hiyo unajikuta kule ndani unazoofishwa. Kama itajengwa imani hii na hizi nyingine zikawa ndogo, hii ndio nyingine ikawa ndogo, kinachotokea ni kwamba ni kweli unaweza ukahakikishiwa katika ulimwengu wa roho na mbinguni, lakini hauwezi kuhakikishiwa kwenye changamoto za kidunia. Si tumeangalia kule nyuma, utapotaka kufanya mambo ya Yesu haiwezekani. Matendo, sema matendo, huo unaelewa maisha. Kuna mambo Yesu alifanya ambayo yalitengeneza ushindi, sio leo. Tusema yeye ameshinda na sisi tutashinda. Kwa kuna mahali ambapo tunatakiwa tupite. Ili tupite tunatakiwa tujifunze, yeye ndio njia, Kwa kuna mambo mengine ambayo tutajifunza kwake ili tuvuke mahali, ili tuvuke kwenye changamoto mbalimbali. Sasa zile imani ya kwenye ile changamoto aliyovuka kama haipo, maana yake ujue kabisa na wewe hautavuka. Utapofika hapo hautahitaji imani ya Yesu, utahitaji imani ya Yesu kwenye ile changamoto. Na wenyewe ndio tukio. Kwa nini tumekwama? Kwa nini tumekwama? Sio Mungu aliyekukwamisha, ila ni wewe. Tuana alipofika mahali akinapita kusema tutumie panga zetu, akasema sio kazi yake. Nisema mtumie imani zenu. Ziwe kali kama panga. Sio panga mlizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajenga imani ya kimaombi na usijenge imani ya Mungu. Angalia. Unaweza ukapata majibu lakini hautamsujudia Mungu, kwa sababu imani ya msingi inatuleta tumwabudu Mungu, tumheshimu Mungu. Sisi tunatugonga moyo, inasifanya tumheshimu Mungu, inatufanya tutunze ahadi za Mungu, inafanya tuheshimu maagano ya Mungu. Watu wengi sana, kwa sababu walikuwa wanajenga imani ya maombi na Mungu alipowajibu ghafla walipotea. Kwa nini walipotea? Kwa sababu hakuna utukufu wa Mungu, hakuna heshima ya Mungu, hakuna hofu nyingine tena ndani yao. Wanayo furaha lakini hawana uchaji ndani. Kuna kutokula nani kuna shida hiyo. Utakwama tu. Utakwama tu. Utakwama tu. Utakustaki. Utakwama. Utajaribu kuvuka. Utajaribu kuvuka. Ushaka kafra uwezi. Ujaribu namna hii. Usishangae ukavuka na baraka alafu kamwache Mungu. Usishangae sana. Kwa sababu imani ukijenga namna hii, unaweza kufika mahali ukakuta unakitaka kitu kwa Mungu, ukakinia kweli ukaijenga na ukapata. Kwa sababu Mungu anataka akuthibitishe kwamba yeye anaweza. Lakini haimaanishi kwamba atakuwa pamoja nawe kwa sababu amesema anaweza. Na ndio maana imeandikwa, ukisoma nasema wale ambao walipokea miujiza lakini hawakuweza kumwamini Mungu. Kwa kumwamini Mungu ni kitu kingine kabisa. Unaweza kuamini ishara lakini usimwamini Mungu. Wewe nisogete na kidogo mbele. Wewe nisogete na mbele kidogo. Isogete na mbele kidogo. Imani hizi zisipojengwa pamoja zitafanya kwenye maisha yako na mkanganyiko. Uwe ngumu sana kumwelewa Mungu. Unaweza kumwelewa Mungu wa mahitaji, mtu wa mahitaji, lakini usimwelewe Mungu mtakatifu mwenye nguvu sana. Unaweza kumwelewa Mungu ambaye ni mkarimu, lakini usimwelewe huyo Mungu ambaye ni mkali. Ile Bwana wa majeshi, mfalme, itabaki mdomoni lakini sio kwenye matendo. Kwa ni muhimu sana kuvikuza pamoja.
Ukimfuata Mungu wa mahitaji, ni rahisi utajikuta umeangukia mahali ambapo pagumu kidogo. Utakuwa na Mungu wa msimu. Mungu wa msimu. Ukiwa na shida, utaanza kumtafuta Mungu. Ukiwa una shida, hutaweza kumtafuta Mungu. Kwa hata kama Mungu ana shida na wewe, ni mfumo ule ule, anaruhusu shida zije. Zikija, anajua utafuta. Sipokuja, anajua hawezi kuja. Siku moja unaweza kashangaa, ukapata nafasi, ukaenda kumwambia mtu analia na tatizo lake. Sasa mtumishi, nimemvumilia Mungu kwa muda mrefu, natamani itoke tatizo, iwe huru. Mungu anisikii jibu langu. Nimeomba, nimeita baadhi ya watumishi, wameomba lakini haijatoka. Afu naenda kumuuliza Mungu, Mungu kwa nini hujataka kumjibu huyo mtu? Kwa sababu hili jambo naliweza. Anawaambia naogopa nikilitoa hili jambo sina huyo mtu. Hapa anakuuliza wewe kama mtumishi, hayasema tutoe tatizo ili aniache au tuliache tatizo endelee kulia ili endelee kuwa na mimi? Kama mtumishi nasemaje mbele za Mungu? Uwe mkweli kabisa. Uliacha tatizo. Mungu endelee kutia nguvu na siku atakuja kukujibu. Ndio maisha hiyo. Mtumishi sema neno, Bwana atakupokea. Lazima uweze kujua. Maana unaweza kufika mahali ukaelewa imani ya kuwa na Mungu. Sasa kuna mwingine ambaye Mungu ana mkataba naye. Ana mkataba naye. Ataka sitaki kama vile Isaka. Kuna wengine ambao Mungu aliwaleta kwa ajili ya namna hiyo, kama kina Yeremia. Hawajui ishi kwenda je, lakini Mungu alikuwa amewakusudia. Aliwakusudia. Kuna wengine wanamwambia Mungu, sasa inakuaje? Anasema wewe ni wa kwangu. Ambia sasa sisi nataka na maamuzi. Ambia hapana, nishakuamulia zamani. Sio leo, amenishaamua yote. Kwa hiyo nataka uje kuchukua ratiba tu. Uje kuchukua zote, nishazipanga tayari. Nishazipanga kabla uje tu kuzichukua. Ambia nitakia nifikie hapa, huna cha kufikiri. Kila kitu nishapanga. Sasa Mungu inakuwa si inakuaje? Lazima uelewe. Sasa mtu anatembea na Mungu kwa mfumo wa imani ya mahitaji. Wapo walokole wengi sana. Na watumishi wengine atapoteza mpaka mwingi kumwambia huyo mtu. Ataomba, Mungu msaidie, atatoa nguvu zake zote, atafunga na kuomba, na Mungu ananyamaza. Akiona kama kitu kigumu sana, anamuonyesha kwamba ameshapona. Atamwonyesha kwa ndoto ameshapona kabisa, kila kitu limeisha. Sasa nimekwisha. Bwana amenionyesha limeisha. Sasa mfanyaje na mtu huyo? Tumishi kwa kweli. Baada ya muda, ndio mtu anasema, mbona lazima mtumishi? Sikone karudi. Mungu anamuonyesha vile vile na yeye kwamba anaonekana aliombewa na alishaisha. Shepana. Watu wengi wanaona namna hiyo. Tunaendelea. Kwa nini natoka? Lipo pale pale. Bwana atafanya. Kwa imani ya namna hii, kumbuka hii ya pili inaweza kukuingiza kwenye matatizo. Paulo anaambiaje? Anasema hivi, kuna mwiba. Anasema nini? Kuna mwiba. Yesu amesema nisijisifu, nisije nikajisifu kwa kile kilicho ndani yangu. Kwa ameweka mwiba. Kwa nikitaka kujificha, huyu anafanana mjumbe wa shetani. Akipiga utafikiri amenipiga shetani. Panauma kweli kweli. Sasa Mungu inakuaje wewe? Mungu anasema mimi najitukuza katika udhaifu. Nataka wewe mnyonge ili nijitukuze mimi, sio wewe ujifanye na akili. Haleluya. Amina. Tuko sawa? Hizi imani ni muhimu sana. Na ndio maana usiache moja, zikuze zote pamoja. Kama unapoamini utaenda mbinguni, ndivyo hivyo unatakiwa uwe kama yeye. Lakini sina uhakika kama kuna watu ambao wanaamini kwenda mbinguni. Sisi mawazo yangu tu akili. Ni mawazo yangu tu. Sina uhakika. Unaweza kukuta katikati yetu kuna baiko mmoja,
au 1.5 au 2. Ni kazi sana kuwapata. Wewe tayari kufa kwa ajili ya Yesu? Iwe salama. Naona? Wewe amini mpaka kufa. Unafikiri kuwapata ni rahisi hapo? Eti. Ni rahisi eti? Kuwapata. Wanapatikana kwa shida eti. Kwa sababu anasema ukiwa tayari kufa kwa ajili yake atakupona. Maana mpaka hakikisha kwamba kweli uko tayari. Lakini ngiona na kufa. Hapa kitu hapa. Kwa hiyo ni muhimu sasa. Ndio maana kuna watu wengine wanajivuta kwenye imani ya msingi, anajiona amekamilika kila kitu. Lakini anashangaa anaishi maisha ambayo hata wasioamini hawaishi namna hiyo. Hata wenye imani ya kichanga hawaishi namna hiyo. Anahisi Mungu ndio fungu langu, labda na Mungu amemchagulia kuwa na maisha namna hiyo. Mungu hajaichagua namna hiyo. Mimi namfahamu Mungu kwa namna anaofahamu Mungu. Hivyo najua huwa anaumia hata watu wake wakiwa na njaa. Ya kimwili tu anaumia. Wakikosa mavazi huwa anaumia. Yeye anaumia hata mtu kuwa na njaa, kula nje ya wakati wake hapendi. Sasa sijui labda Mungu mnamjua nini. Huyu Mungu aliyeruhusu mpaka ufike hapo. Ndio maana kila wakati neema ya Mungu inaposhuka kwa mtu lazima ishuke na mpako wa kiroho na baraka ya kimwili. Kwa sababu kumtenganisha Mungu anavisha vitu vyote viwili. Lakini shida ya kwetu ndio hapo sasa. Kwa ukilea moja ukilea imani ya msingi peke yake unaweza kujipa haki nyingi sana mbele za Mungu, alafu kumbe ni sifuri. Afu unakuta watoto wadogo kiroho wanakupiga chenga. Akili zako zinakuwa zina akili tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ibrania 10:38 na Yohana Mtakatifu 16:25 ziandike zote mbili. Furaha ya maombi ili furaha yenu iwe timilifu. Hata sasa mkiomba kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha. Sasa utaona namna hii. Haleluya. Lakini kumbuka, hizi imani zisipoenda kwa uwiano, utakuwa na mvutano ndani yako. Utataka kumwabudu Mungu wa mahitaji au utataka kumwabudu Mungu mkamilifu? Narudia tena. Imani hizi zikiwa haziko pamoja, zimesimama sawa sawa, kutakuwa na mvutano ndani. Wewe mwenyewe kutakuwa na mvutano. Kwa unaweza kujikuta kuna siku utataka kumshukuru Mungu kwa sababu alivyo mtakatifu na namna alivyo. Kuna siku unataka kumshukuru kwa sababu amekupa kitu. Asipokupa moyo unakunja. Kwa kumshukuru kwa sababu ya kitu, usiona kuna mvutano eti? Kwa asipokupa maana yake umwamini. Asipokupa hawezi kumtukuza. Imani. Kwa moja ikiinuka kuliko nyenzake, kwa unaweza kujikuta mimi namwamini Mungu, lakini kipindi unachomshukuru Mungu kuliko kawaida ni pale alipoachilia kitu kwako. Alipokupa kitu, ndio unamshukuru kuliko kawaida. Lakini namwamini Mungu, manake huyu mtu Mungu hivi nafikiria kwa nani? Mnafikia eti? Kwa ili akusaidie hapo. Ili akusaidie ghafla ndani yako.
anatakiwa achilie kitu. Kwa anaanza kusema na wewe kwa namna ya vitu. Unakuta miezi mitatu. Anakuja anakupa kitu. Anakupa tunda moja. Kila moja unafurahi. Kifurahi hapo napita hapo miezi miwili. Unacheka siku mbili. Sasa kukumbusha tu kwamba ufalme wa Mungu sio kula wala nini wala kunywa. Ni haki na amani katika Roho Mtakatifu. Kwa unapita kwenye njia mdogo za Mungu, utapata hata vidonda vya tumbo sasa. Anakuwa siku mbili. Baada hapo tena nakupitisha tena. Watu watasema mimi ndio yule anasema kasi na hela. Anakupa siku mbili hela. Hivyo. Sasa kufundisha tu. Sikutaojesha kumbe mimi namshukuru kwa sababu ya vitu. Mimi ndio yule wa mikate. Hapa nibadilishe kia. Badilishe mpango. Kumbe kitenda. Mimi niwahi kuambia kuna wakati nilikuwa naomba lakini Mungu aliniambia ni mwabudu vizuri. Kuna shida hata kwenu. Huyo Mungu, mzani mwingine. Yeye tokea siku moja ninaumwa kweli kweli, ninaumwa. Nikasema Mungu sasa kwa kuumwa huku nikatishe maombi ya kufunga sasa niliojipangia. Anasema hapana, endelea naye. Nataka kuchukua kitu 8 usiku nimezidiwa sana, siwezi kupumua, siwezi kufanya nini. Kasema kuna tuendelee. Mfungo endelee. Na sigara na mmoja ya mfungo ilikuwa kafa kama mama kafa. Kwa hiyo akifika mahali hakuna sababu. Hakuna sababu. Kuweza kutengeneza sababu. Simama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.